Mambo makubwa na mazito kwa nchi yetu, na kama tunataka kutoka hapa lazima tuambizane ukweli, na kama hatutaambizana ukweli, na mimi nabai kwenye idea ya mzee Warioba, hili taifa litaingia kwenye matatizo makubwa na wote tutalipoteza. Sasa kwanza nimeguswa sana na mzee anazungumza kwa umri wake kwa hisia kubwa sana. Amesema mambo kwamba wananchi wanaomboleza na serikali inaona kama hakuna kilichotokea kwa vifo vya watu. Ilikuwa ni sehemu ya wakimbizi, watu kukimbilia, sasa itatoa wakimbizi. Mimi nakubaliana na mzee Warioba kwa yote. Kwamba tuko kwenye wakati ambao mtu anayestahili kuchunguzwa, utawala ambao umejiweka madarakani kwa damu za watu, kwanza kuanzia kwenye process yenyewe ya ndani ya CCM. Na nasikitika kwamba hili jambo watu hawalizungumzi sana, kwamba katiba ya CCM na kanuni za uchaguzi za CCM zinasemaje kuhusu mtu ili awe mgombea wa ndani ya CCM. Itatangazwa uchaguzi baada ya kuwa bunge limevunjwa, watu watachukua fomu, watu watajaza fomu, watu watapita kutafuta nini, wadhamini, watu watarudisha fomu kwa katibu mkuu. Je, utawala wa Samia Suluhu Hassan ulifanya hivyo? Kwenye ukumbi tu kama tumekaa humu, mtu ananyanyua mkono pale, tunaomba tukupitishe, ndio umepita, imeisha. Watu wamechukua fomu za ubunge, wanagombea ubunge, katikati ya uchaguzi wa ndani ya chama chao inawekwa pause, inaitishwa nini, mabadiliko ya kanuni, inafanywa kwa nchi nzima kwa television. Ndio hicho ambacho mzee Warioba amesema CCM sasa hivi ni dora, na dora inayo struggle iue vyama ambavyo vipo sasa vya kisiasa, na chama kinacholengwa ni Chadema. Ndio maana mwenyekiti wetu yuko ndani kwa kesi ya uongo. Ndio maana wanalazimisha watu wakae wazungumze uongo bila mediator ambaye anaaminika na anakubalika. Hakuna jambo linalowezekana kwenye nchi hii, na hawa watu wanastahili kupata mashinikizo ya ndani ya nchi kutoka kwa wananchi na kutoka nje kokote ambako watu wanaweza kupiga kelele, ili tuweze kuokoa taifa hili. Vinginevyo ni kukaa na watu kudanganyana, kupeana posho, na wale wanaosema ukweli kuanza kuwindwa ili wauawe. Na inapaswa ieleweke tu kwamba haya mambo ya kuua watu, kutekateka watu, kuumiza watu na kuwinda watu wanaosema ukweli, historia inatuambia kwamba yatashindwa tu. Ni kweli kwamba kuna watu wataumia, lakini unapochukua mtu high profile kama Humphrey Polepole, unampoteza. Kelele yake itazimwa tu, itapotea tu, kama wanavyofikiri hapa watatisha watu kuhusu tarehe 29 yapotee. Unapochukua watu wanaofahamika, hata wasiofahamika, na baadaye watu wakajua kuna watu wamekamatwa, kuna vijana wanatoa ushuhuda wa namna ambavyo wamepata mateso kwenye vituo vya polisi, wameingiziwa spoku kwenye sehemu za siri. Hiyo ni nchi ya aina gani? Alafu tunakaa tunafikiri kwamba haya mambo yataisha tu, kila mtu atakuwa intimidated mpaka wote tunyamaze, tuingie uvunguni. Kila anayesema ukweli huyu sasa anataka kuwa victim. Kwa mimi nafikiri wazee wetu watusaidie kwamba, kwa maoni yangu, hoja iliyoko hapa ni kwamba lazima tu increase pressure from within
hawa watu walioko madarakani wajue, na from outside, kwa mtu yoyote, wala mtu asiseme tunashtaki si kwa wazungu si kwa nini. Mtu yoyote anayeweza kutusaidia. Afrika Kusini, Watanzania kina mzee Warioba waliwapa hapa hifadhi, waliwapa maeneo ya kubroadcast radio kutoka huku na maeneo mengine, ili kuincrease pressure kwa serikali ya makaburu. Kama kuna kaburu wa Kitanzania anaumiza watu huku, lazima pressure itoke kwingine kokote. Na chimbuko la matatizo haya ni chimbuko la kiuchaguzi la watu wanaotaka kubaki madarakani kwa njia ambazo sio za kikatiba. Tusipolitatua hilo, kama alivyosema mzee Warioba, nchi hii itaproduce wakimbizi. Na tukisema hivyo, wanasema sisi ndio tunaoandaa matatizo. Wanataka kublame victim. Huwezi kulaumu mtu anayeteswa. Unamlaumu vipi Tundu ambaye mmemfungulia kesi ya uhaini mnataka kumnyonga? Unalaumu vipi Chadema ambayo umeizuia kuingia kwenye uchaguzi, na wewe ukasema majeshi jiandaeni? Majeshi yanajiandaa nini kufanya kwenye uchaguzi? Mimi nilikuwa mgombea wa uchaguzi. Najua hapa kuna tume ya uchaguzi, kuna mgombea na kuna hoja na kuna wananchi. Majeshi yanaenda kufanya nini huko? Asante sana. Asante sana. Asante makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa. Labda ni sehemu ya ubunifu wetu Tanzania. Majeshi labda yana namna yake, labda yanakuja kufanya usafi wakati wa uchaguzi. Tutajifunza. Tupanue wigo wa mawazo yetu. Nimepewa tahadhari kwamba kwa sababu tuna wenzetu wa vyombo mbalimbali vya habari, tukichelewa sana tutaishia kupoteza coverage. Kwa hiyo tunahitaji kuharakisha kidogo ili tukae ndani ya ratiba yetu. Kwa hiyo mtanisamee, nitaomba tufanye zoezi la dakika 3 tu. Tuwakaribishe baadhi ya wazee wetu, mzee Warioba, mama yetu Anna Tibaijuka, Profesa Shivji na Profesa Mikech kuja hapa mbele. Nisaidie kupanga haya makochi, asogee mbele kidogo. Alafu tutakwenda kwa makundi, mtanipa utaratibu. Tupige tu picha ya kumbukumbu kabla tujakaribisha jopo ambalo linakwenda kupanua zaidi hoja zetu. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Wengine ambao wamepata maswali, nafasi ya kuuliza maswali na kutoa maoni, wakati tupo kwenye panel yetu ambayo itachukua dakika 40, mtapata nafasi hiyo. Kwa hiyo nikuombeni wenzangu wa TLS, tufanye haraka kidogo kuseta haya makochi. Mnaweza kuondoa hizo meza, mkasogeza viti mbele ili tupige picha haraka. Alafu tuweze kwenda kwenye hatua inayofuata. Wale wengine wanaotaka kuchukua dakika 5 kunyoosha miguu, hii ni nafasi ya kufanya hivyo ili tumalize sehemu hii ya ratiba yetu. Kama kuna aliyeandaa orodha ya upigaji picha, basi mnakaribishwa kuja pamoja nasi. Sawa. Basi kwa utaratibu ule